نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwanza niombe radhi kutokana na sauti yangu. Pengine kuna mtu inaweza kumsababishia gagaziko ikamharibia siku, kwa hiyo avumilie tu kwa sababu masiku hayafanani. Lakini pili, Sheikh Mubarak, tukio letu pamoja na sote tuliohudhuria ni fupi sana. Ni fupi sana na tuombe radhi ikiwa kama mwanzo ndio tuwafungua. Niombe radhi kutokana na kuchelewa kwetu, ni kutokana na kuchelewa kwa gari ambayo tulipanga nayo baada ya swala alasiri ije tufate. Lakini mwajua mambo ya magari hasa haisi hizi, nakwambia tunakuja kumbe ndio wanaenda, mpaka imetubidi tutafute nyingine sababu bado hatujakuwa na ya kwetu. Lakini harufu ya kuwa na ya kwetu ishaanza kunukia. Kwa hiyo Allah atujalie tuwe na ya kwetu. Semeni amin. Amin. Semeni tena amin. Amin. Ongeza ya tatu amin. Amin. Kwa amin hii iliyotikiwa hapa, basi insha Allah mwaka huu haumalizi manukato watakuwa na gari yao. Yaani tukisema saa 10:30, unajua saa 10:30 tuko hapa. Kwa hiyo mtu yeye radhi kutokana na hilo, ni kutokana na changamoto ya usafiri. Kwa hiyo tukiwa tunaingia moja kwa moja kwenye tukio letu, Sheikh Mubarak, tunaomba mwanafunzi mmoja atufungulie kwa Qur'ani tukufu kama itakupendezea katika hilo. Qur'ani tukufu ma tayassara min al-Qur'an, walau aya 2-3. Kisha mara baada ya hapo katibu wa manukato al-akhi Abdullah Salum Gereza ataeleza kwa nini tupo hapa na sisi ni kina nani, la lengo letu la kuja hapa ni lipi, na atalifanya hilo mara baada ya kutambulisha pia ni kina nani ambao tupo katika eneo hili. Kama alivyosema Sheikh Mubarak ni kwamba mnatufahamu, lakini kujitambulisha ili tutambuane vizuri ni jambo muhimu zaidi insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ما شاء الله. Allah mlipe kila la kheri. Hakika ni qiraa
na kisomo kilichokuwa kimekidhi viwango vya Darul Ulum Al-Islamia. Kwa hakika amewakilisha vyema kabisa, na hapa ndio tunaamini kwamba tumeingia Daru Al-Ulumi Al-Islamia, yani jumba la elimu, si ndio? Sasa jumba la elimu kama Qur'ani haijatendewa haki inakuwa sivyo, kwa sababu elimu ya kwanza kabisa ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na huwezi kuwa wewe ni mtu una elimu kama hukijui kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dai yoyote atakayekimbia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hakika atakuwa huyo dai amekosa vigezo vile vinavyohitajika na udai wake. Sasa katika masomo mnayosomeshwa, jitahidini sana kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani kiwe ni namba moja katika vitabu vyote unavyovisoma. Lakini leo kwa uzoefu, kwa sababu na mimi pia ni mwanafunzi ninayefundisha wanafunzi wadogo, utamkuta mwanafunzi ana begi kubwa, lakini ukipekua vitabu alivyonavyo, mashafu inaweza kukosekana. Wakati mwingine unafundisha mujawada, unaingia darasani, haya someni, basi watu wafanya kupasiana mashafu inazunguka. Sasa mimi kama mwalimu, yani ikitokea hali kama hiyo, wale ambao hawajabeba kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala wanapata adhabu, kwa sababu lazima ukibebe kitabu cha Allah na iwe ni fahari kwako. Wasiokuwa Islam tunawaona siku ya Jumapili au Jumaa ngapi, mtu kashika kijibibilia chake huyo, enda zake katika nyumba zao za ibada, si ndio? Lazima tujifaharishe kukibeba kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masha Allah, Allah amlipe kila la khair, Allah amfanyie pesi na amjalie elimu itakayomnufaisha yeye pamoja na familia yake na jamii kwa ujumla. Na sisi tuliosikiliza maneno haya, Allah atujalie katika yale ambayo tumemuombea pia. Baada ya haya na kusomwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haina haja ya kutafsiriwa haya maneno, kwa sababu tu katika jumba la elimu, naamini nyote mnajua aya hizi zilizosomwa maana yake ni yapi. Kwa hiyo sasa nimkaribishe katibu wa manukato aweze kuutambulisha msafara wetu, pamoja na kuwapa walau akal ni kina nani manukato na kwa nini leo alasiri hii tuko maeneo haya. Al-Akhi Abdallah falyatafaddal mashkuran wa mahjura. Na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya himidi nyingi kwa Allah aliyetukuka, swala na salamu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea kuzikariri pongezi na shukrani kwa wenyeji wetu, kuanzia uongozi wa juu baada ya kupokea mwaliko wetu huu, na kwa mikono miwili, kwa moyo mkunjufu, hakika kabisa wametukaribisha. Asante pia na wenyeji wetu Sheikh Mubarak, Allah akuhifadhi, na wengine wote ambao mpo pamoja nasi katika eneo hili. Kama alivyotangulia kunitambulisha, kwanza kabisa yeye ni mwenyekiti wa jumuiya hii ya manukato, Ustadh Ilyasa ibn Shaban al-Mubajjal. Mimi jina langu ni Abdallah Salim Abdallah Ngereza. Imeka sawa hiyo? Huyu hapa Ustadh Yusuf Salim Ndungo, ambaye yeye kwenye jumuiya ndiye mlezi wa jumuiya yetu. Jumuiya ipate mlezi, basi mlezi wetu ni Ustadh Yusuf Ndungo, Allah muhifadhi. Anayefuatia ni Ustadh Ali Omar Ali, ambaye huyu kwenye jumuiya yetu ni mweka hazina, ndio yupo katika sehemu zile za kuweka hazina. Yes, unajua idara ya kuweka hazina yakwaje? Basi ndio huyu, yeye ndiye mweka hazina Ustadh Ali. Lakini pia kadhalika ndiye huwa anafanya naye vipindi mbalimbali pale Radio Nur FM. Anafuatia anaitwa Burhan Kibiriti, ambaye huyu ndiye naibu mweka hazina wa jumuiya yetu.
naye ni miongoni mwa vijana wa manukato, lakini pia kadhalika ni katika wafanyabiashara ambao wanafanya vizuri sana kwenye jiji letu la Tanga. Allah muhifadhi. Anayefuatia ni mjumbe wa jumuiya yetu, anaitwa Salim Yusuf Ndungo, ambaye ndio mwana wa kwanza wa ustadhi wetu hapa. Naye ni mwanafunzi mwenzenu anasoma Daru kule kwa upande wa wavulana. Naomba kwa upande ule kule sasa wajitambulishe wenyewe kwa kufuata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Aisha Dhikri Sabuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sadia Hatib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Zubeda binti Yusuf Ibn Zubeli, ni mwana manukato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Adija Shabani Abdalla, ni mwanafunzi mwana manukato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Majina naitwa Amina Abdallah Mazina, ni mwanajumuiya wa manukato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Umusherda, ni mwana manukato. Lakini pia kuna mwana manukato mwingine kule, mtoto umemwona eh? Naima Abdallah. Sasa hawa mliowaona wote ni wana manukato. Jumuiya ya manukato ni jumuiya iliyosukwa na wajumbe wengi. Hawa ni wachache lakini wengi. Kuna wenye dharura, kuna waliosafiri, kuna ambao wapo Tanga, wengine wapo nje ya Tanga katika mikoa mbalimbali ya taifa letu la Tanzania. Sasa jumuiya hii ya manukato ni jumuiya ambayo imeasisiwa mwaka 2024 kwa lengo la kuratibu matukio mbalimbali kama vile semina za kielimu, semina za malezi, semina za kiroho au za kiimani. Lakini pia kadhalika inaratibu matukio ya mihadhara kwa upande wa wanaume na kwa upande wa wanawake. Nyie mtakuwa ni mashahidi juu ya matukio yetu ambayo tunaalika kwayo eh? Basi kwa upande wa wanaume vivyo hivyo huwa tunayafanya matukio haya, na kwa upande wa wanawake hivyo hivyo tunayafanya matukio haya. Lakini pia kadhalika tunaratibu semina za ndoa kama tulivyosema awali, na semina za malezi zinazohusisha malezi ya kiimani, malezi ya watoto. Jumuiya ya manukato miongoni mwa shughuli zake pia inafanya shughuli kuratibu au kushiriki kwenye harusi zenye msingi wa kiimani, harusi ambazo zinafuata mitindo au mfumo ule ambao umeletwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kuuendea. Kwa maana kwa upande wa wanawake, kama kutakuwa kuna harusi, awe ni mwana manukato au nje ya mwana manukato, wanashiriki ipasavyo. Wanashiriki, kuna watu wa fani ya kupiga dufu kwa upande wa wanawake, lakini kwa upande wa wanawake kuna wenye fani nyingine, kuna wapishi umo, kuna wasusi, kuna makungwi. Tupo eh? Sio makungwi wale makungwi kuisiwa makungu gani wale? Makungwi ambao hafundishwi mwari isipokuwa ni katika yale ambayo yanamridhi na kumridhisha Mola wetu mtukufu.
Lakini pia kadhalika matukio mengine ambayo tunaratibu ni matukio ya kushiriki katika misiba, lakini matukio ya kushiriki au kusaidia jamii katika sehemu mbalimbali zenye uhitaji, kusaidia jamii kama hivi leo tulivyofanya, lakini pia kadhalika na maeneo mengine ambayo tunaguswa kwayo, basi tunahudhuria. Miongoni mwa mambo ambayo tayari tumeshafanya, tunamshukuru Allah, ni kuratibu mihadhara kama mlivyoona ya mashekhe mbalimbali wanaotoka Tanzania na nje ya Tanzania. Tulimwalika Sheikh Nuruddin Kishki, alikuja hapa ambapo yeye alikuja waliomwalika ni wana manukato. Alikuja ziara mara mbili. Mara kwanza ilikuwa rasmi, mara pili ilikuja kwa ajili ya kutembea na kuzungumza naye mambo mawili matatu. Lakini pia Sheikh Muhammad Bahero nchini Kenya na wengine wengi ambao huwa tunaratibu, na insha Allah katika hili tunakusudia kuyafanya mengi tu ambayo yatakuwa ni yenye kutengeneza natija katika hilo. Lakini pia tumefanya mihadhara ndani ya Tanga na nje ya Tanga, ndani ya wilaya ya Tanga mjini na nje ya wilaya ya Tanga mjini, kwenye wilaya za Mtimbwani, kwenye wilaya za Mkinga na kusudia Lushoto. Tumekwenda hapa Tanga mjini, maeneo mbalimbali tu mwa mji wetu kwa ajili ya kuyaratibu na kuyafanya matukio mbalimbali ya mihadhara. Yote haya kusudio lake nini? Ni kutengeneza jamii ambayo sasa tunaiona kwamba inapoelekea bila msaada wa Allah, kisha juhudi binafsi za wanadamu, hasa wale ambao ni al-ghuraba, basi itakuwa jamii hii itakuwa ni jamii ambayo ni mahututi. Sawa? Ipo wasema sadaruki au ICU, Waswahili tunasema hivyo. Ipo katika eneo mahututi jamii hii. Kwa hiyo tunachokusudia hili ni kwa maana ya kile ambacho tunakifanya, tunaangalia jamii yetu na sisi kama Waislamu tunaguswa vipi juu ya kuitengeneza hii jamii ambayo inatarajiwa kutengeneza vizazi mpaka vizazi. Na ndio maana tunakusudia pia kutengeneza au kurithisha urithi huu wa matendo mema, kuwagusa watu kuanzia kizazi kinachokuja mpaka kizazi cha baadaye. Tuko pamoja hapo Haya, kwa kuhitimisha, kwa nini leo hii tuko hapa? Swali hilo inawezekana ikawa umejiuliza sana. Sababu ya kwanza kubwa kabisa, kwa nini leo tupo hapa? Leo tupo hapa kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza ni kwamba hii mahadi yenu kwa upande wa wanaume na kwa upande wa wanawake, sisi ni washirika wetu, ni wasena wetu, ni marafiki wetu, ni wandani wetu, ni wenzetu ambao tumeiona kwamba njia tunayokusudia sisi tunayokwenda na hawa pia au nyinyi ndio mnayokwenda njia hiyo hiyo, na ndio maana leo hii tuko hapa. Hilo ni la kwanza, kwa sababu ya huu usena huu, yani urafiki, yani ushirika. Lakini sababu ya pili ambayo imetufanya sisi tuwe hapa ni kuonesha ni kwa namna gani ninyi mnavyoshiriki katika matukio yetu, na sisi kwa hakika kabisa akina mama pamoja na sisi tuliguswa kuona kwamba tunaweza na sisi walau kwa chochote kile ambacho tunakitoa, ingawaje kithamani hakina thamani sana ukilinganisha na kile ambacho mnakisaka hapa. Mnaoitafuta hapa sio elimu tu, bali mnatafuta misingi ya kuwakuza katika imani, mnatafuta misingi ya kuwatengeneza katika mustakabali wa kuitengeneza jamii, si ndio? Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, basi yale ambayo mnakumbana nayo katika changamoto katika maisha, hampo nyie tu, fahamu ya kwamba nyuma kuna watu wanaowaombea dua, kuna watu ambao wanawatazama na kuwafikiria na kuwaamini kwamba tara hawa wanaweza wakasaidia kwa nafasi yao, basi jamii ikaongoka. Eneo ambalo mliopo mpo katika kisima cha kuichota elimu. Kama mpo katika kisima cha kuichota elimu, elimu ina thamani yake. Na nyie yule ambaye anaichota elimu, kwa kuwa elimu ina thamani na anayeichota pia hana budi kuwa ni mtu wa nini? Ni mtu wa thamani. Kwa hiyo tumewaletea kidogo hiki ambacho kwa hakika kabisa hakifanani na mahitaji yenu, lakini tunaomba mkipokee, kwa sababu kilichokuwa ndani ya nyoyo zetu ndio kikubwa zaidi kuliko tulichokileta. Tuko pamoja Kilichokuwa ndani ya nyoyo zetu ni kikubwa kuliko hiki ambacho tumekileta. Kwa hiyo tuomba na nyie mkipokee kwa ukubwa, na tumejichanga sisi wenyewe, sisi kwa sisi,
Waswahili wasema mambo sisi kwa sisi, na sisi tumeyafanya hivyo hivyo, tumejichanga wenyewe, huyu katoa kadha, huyu katoa kadha. Kila mmoja alhamdulillah wameweza kulifanya jambo hili. Kuna wenzetu hapa wametoa kuna unga, zipo sabuni, lakini pia kadhalika zipo dawa za meno, ipo miswaki yenyewe, lakini pia kadhalika zipo taulo za kike kadhaa, na vitu kadha wa kadha ambao tupo. Zipo paracetamol, dawa zile ambazo kwa hakika kabisa tumeona pamoja na maisha mnaoishi, lakini kuna kuumwa, si ndio? Mtu anaweza akalala usiku likampata joto la homa. Unaona, mtu huyo yupo amelala, limempata joto la homa. Kipi kitamfanya mpaka apunguze yale maumivu ya yeye kusakimu? Ni kupata paracetamol. Kwa hiyo alhamdulillah tukaliona na hilo pia tumeliona. Lakini pia munaye mama mlezi hapa, si ndio? Hayupo? Basi na yeye pia inshallah zawadi yake tumekuja nayo, zawadi yake binafsi, zawadi yake mahsus. Lakini hizi tulizozileta kwa mujibu wa idadi niliyopewa. Mimi niliuliza kwa baadhi ya wanafunzi, sio kama wapo hapa, lakini niliwauliza, bwana nyie mpo ngapi pale? Wakasema mpo ngapi? Ngapi? 75. Basi mimi idadi ile ndio niliipeleka kwa wajumbe. Na hivi vitu vimekuja kwa idadi hiyo hiyo. Vipo baadhi vimezidi na vipo baadhi vimepungua, lakini yale ambayo tumeyakusudia, vile vitu muhimu kabisa, kila mmoja atapata chake na atakuwa ni mwenye kukitumia kwa siku za karibuni. Tunajua kwamba usoni mna mitihani, si ndio? Basi vitu hivi vikawe sehemu ya chachu ya nyie kuwaongeza katika kufanya vizuri, kwa sababu kuna kalamu pia za wino na penseli. Kwa hiyo mtafanya vizuri, tunaamini insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kilichowachekesha ni kalamu ya wino na penseli ama mlikuwa hamna? Sasa leo zimeletwa tena kwa wingi. Kwa yule anayechonga chonga alafu zinakatika, atachonga mpaka atachonga. Kwa hiyo Allah ajalie kheri. Huu ni muktasar na aliyosema katibu, Allah mlipe kila la kheri. Ni kijana mdogo lakini kwa hakika anafanya mambo makubwa sana, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumuhifadhi yeye pamoja na familia yake pamoja na sisi na familia zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aihifadhi Darul Ulum al-Islamia, mashekhe zake pamoja na wanafunzi wake na wakurufunzi wake, maeneo yake, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi hata wale ambao ni mashabiki wa Darul Ulum, kwa maana wanaosapoti Darul Ulum al-Islamia. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie Darul Ulum al-Islamia iwe ni yenye kutukuka na kunyanyuka fi dunia wal akhirah, iwe ni njia ya kuipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mnasoma katika maeneo haya, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie majengo ya Darul Ulum yawe ni makubwa kama vilivyokuwa vyuo vingine ama zaidi ya vyuo vingine. Nyote mnajua Darul Ulum ni jumba la elimu, sio jumba la elimu moja. Ulum ni jamu ya ilmu, au sio? Kwa hiyo hapa kunatolewa elimu nyingi sana, na hizo elimu nyingi basi zikawe chachu katika maisha yetu, na hiyo ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya utambulisho ambao ameutoa katibu na sababu ya sisi kuja hapa, nadhani tumemwelewa vizuri, si ndio? Hakuna linalofuata isipokuwa kwa sasa ni kauli tu ya mlezi wetu. Mlezi wetu ataongea kwa mukhtasar ili tuweze kukabidhisha hiki ambacho tumekuja nacho, na Sheikh
Mubarak na Sheikh Musin, wao watawakilisha mashekhe pamoja na viongozi wa Darul Ulum katika kupokea, na watawakilisha na nyie pia katika kupokea vile ambavyo tumekuja navyo, na kisha mara baada ya hapo kutafata kalma ama neno la shukurani kutoka kwenu kwa maana ya mashekhe, lakini pia mwanafunzi yote anaweza kuongea kutokana na hili lililofanyika, na sisi pia tutaweza kushukuru kwa sababu tumefundishwa kushukuru, si ndio jamani? Man la yashkuru nnasa la yashkuru Allah wa man la yashkuru alqalila la yashkuru wa qalilun min ibadiya ashakur, wachache sana katika waja wa Allah ambao ni wenye kushukuru. Kwa hiyo baada ya hapo tutashukuriana sote kwa pamoja na itakuwa ni mwisho wa hafla yetu. Al-akhi Sheikh Yusuf Ndungo falyatafadhal mashkuran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ndugu wanafunzi, usia wangu kwenu, nyinyi mmetumwa, mmetoka sehemu mbalimbali kuja hapa, mmetumwa. Niwaambie hali inatisha, hali inatisha, na kila siku maadili yanamomonyoka, wazungumzaji hakuna, hususa katika upande wa wanawake hakuna wazungumzaji. Sasa nyinyi mmetumwa, fanyeni juhudi. Kwa ukweli na waomba mfanye juhudi ya hali ya juu, kila mmoja yake azma ya kuifanya kazi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukweli maadili kila siku yanamomonyoka, wazungumzaji hakuna. Sasa nyinyi mmetumwa kutoka makwenu kuja hapa kuja kuchukua. Kwa ukweli mkirudi tukafanye kazi. Wafanyaji wa kazi ya da'wa kwa upande wa wanawake ni wachache sana, na mwanamke akishaolewa ndo basi tena hataki tena kufanya kazi ya Allah. Ile elimu yako uliokuja kuichukua hapa utakwenda ulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dhima hii, umekuja kubeba hiki kitu, lakini kwa ukweli ni dhima kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu ataulizwa mambo manne. Miongoni mwa mambo manne utaulizwa ilmu yako, umeifanyia nini? Umekuja kuchota ilmu hapa Darul Ulum, jumba la elimu. Kweli utaichota elimu, lakini bado una kazi kubwa kweli kweli. Uwanja wa da'wa ni mgumu kwa sasa, wahitaji hikma kweli kweli, kuishi na watu ambao hawana ilmu, watu ambao hawajui dini, watu ambao hawamjui Allah, watu ambao hawamjui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kazi kubwa, kazi kubwa, mna kazi ngumu. Hii kazi ya kusoma ni ngumu, kazi ya kwenda kufikisha ni ngumu, yahitaji subra, yahitaji subra. Wewe unafundisha, unatoka unakwenda kufundisha, ukifika kule mwisho wa mwezi unaangaliwa macho unaangaliwa, lakini we kwa kuwa kile kitu kiko ndani, mimi nataka umma upate hidayah. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja tu yuko ndani ya pango, apewa majukumu haya, mmoja tu kaifanya kazi na ulimwengu mzima ukapata hidayah. Na wewe uliotoka kule kuja hapa kuchota, ukirudi kule una kazi. Kwa hii kazi yatakiwa ifanye kisawa sawa. Kikubwa utakapokwenda kufanya kazi kule, kwa zama zetu za leo, hikma inahitajika, busara inahitajika. Watu mnaowafuata hawajui. Tusiwe kama wale watu wengine matusi.
majahili hao, sikino nani hao, hawajui kitu hao. Msende hivyo. Lau mkenda kwa njia kama inavyokwenda Darul Ulumi tafanikiwa. Mashekhe wameanza katika hali ngumu kufanya hii kazi ya dawa, lakini angalia sasa hivi Darul Ulumi inajulikana kila sehemu. Lau kama ingelikuwa hawa ni wasusuwavu, hawa mashekhe kama ingelikuwa ni wasusuwavu, kwa Darul Ulumi isingelipata wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali. Lakini angalia busara zao mashekhe. Leo Pemba, sijui wapi watu wanamiminika kuja kusoma katika madrasa hii ya Darul Ulumi. Kwa ukweli ndugu zangu katika imani, fanyeni juhudi, waqul i'malu fasayarakumullahu amalakum. Mkifanya Mwenyezi Mungu ataona na Allah atatia baraka katika kile ambacho mmekuja kukichukua hapa. Ndugu zangu, nawasihi kuweni na subra. Kusoma kwa hitaji subra. Wakati mwingine waenda chuoni bado hujatia chochote tumboni, lakini wajikaza, ukenda ukachukua, ukirudi tayari kimeandaliwa. Hata sisi tuliosoma pia tulisoma katika njia hizo za shida. Kwa hiyo kusoma ni kugumu sana na kunahitaji subra kweli kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nasaha zangu fupi, na waombea kwa Allah ape nguvu na makusudio yenu Allah awape, na kwa ukweli Allah wafanikishe. Mwenyezi Mungu ajalie muende mkaifanye kazi yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani meelewa ni kwa nini anaitwa mlezi, si ndio? Yaani kwa dakika chache tayari ameshawalea. Mnajisikiaje? Mnajisikiaje? Yaani hapo mmefika kwa mlezi. Sisi tunalelewa wana manukato. Ndio maana mnatuona tunafanya mambo kama haya, na tuna kila sababu za kumweka yeye kama mlezi. Ana vigezo vyote. Vigezo anavyo hana? Allah amuhifadhi mlezi wetu pamoja na familia yake na sisi na familia zetu. Lakini pia ni mwanafunzi mwenzenu aliyepita Darul Ulumi pia. Sasa tukamilishe zoezi letu la ugawaji, ambapo zoezi hili litasimamiwa na akina mama. Naomba wakina mama wawili wa manukato na wanafunzi hata watatu waje kwa ajili ya kukabidhishana hapa ili tuweze kulihitimisha jambo hili. Mashaallah. Semeni basi mashaallah. Sawa, Sheikh, baada ya tukio hilo la makabidhiano, sadaka hii tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala sadaka hii iwe sababu ya kufungukiwa mambo yetu ya dunia na akhera sote kwa pamoja, na iwe ni chachu katika eneo hili. Na tunatoa wito muhimu kabisa kwa kila ambaye anashuhudia tukio hili kuja kuwasaidia na kuwaona na kujitolea kwa mabanati hawa hasa, lakini kwa Darul Ulum yote kwa pamoja, wa kike na wa kiume na maeneo yake, kwa sababu katika kulingania dini hii hasa ni kuifundisha elimu, kuisambaza elimu na kuhakikisha kwamba unatengeneza watu wenye tabia njema katika maadili yake. Kwa hiyo tunawatolea wito na kuwahamasisha wengine waweze kuja Darul Ulum kuweza kuchangia kwa kile walicho nacho, kuimarisha majengo ya Darul Ulum, lakini pia kuwasapoti mabanati kama hawa. Hebu angalia, hawa ni wale ambao wako bweni tu, sio wanafunzi hawa wote. Banati ni wengi mno. Kuna mutawasita na thanawi, ni wanafunzi wengi. Hawa ni ambao wametoka tu mikoani, wameishia katika bweni la chuo hiki, lakini wako wengi ambao wanasoma hapa. Lakini ukienda kwa upande wa wanaume, ni wengi mno ambao wanajitoa katika kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama alivyosema mlezi wetu kwamba kusoma dini leo hii imekuwa ni vigumu mno, na sio leo tu, kwa sababu hili ni jambo lenye fadhila kubwa
litaendelea kubakia hivyo hivyo, kwa sababu ni jambo lenye fadhila. Kulisoma ni tabu. Sasa pamoja na tabu yake, lakini tuwaunge mkono katika kuwasaidia chochote kile ambacho kitawawezesha kupata wepesi wa kukitafuta kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ili waweze kwenda kumlingania Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kwenda kufunza mafunzo sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ambao utafikiwa na ujumbe huu popote pale, Darul Ulum iko katika jiji la Tanga, Tanzania. Iko kwa upande wa Banati ambao inapatikana barabara 21 na Sahare, lakini kwa upande wa wanaume inapatikana Raskazoni Boraska. Unaweza kufika na kuweza kujua zile changamoto zinazowakabili wanafunzi pamoja na taasisi kwa ujumla, ukaweza kujitoa katika kusapoti, ili nawe uwe ni miongoni mwa wale ambao wameifanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kupata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, bora wenu ni yule anayejifundisha Qur'ani kisha akaifundisha. Sasa akiwa aliyejifundisha na akaifundisha ni bora, sikwambii wewe ambao utawezesha sasa mtu kuisoma halafu na yeye kwenda kufundisha wengine. Wewe utakuwa umefanya jambo kubwa sana na umefungua akaunti yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa kubwa kabisa. Na baada ya hapa, Sheikh Mubarak, ni wakati wenu, na tunaomba tutamteua mwanafunzi mmoja kwa ajili ya neno la shukrani, lakini hili ni jukumu lenu na nyie ndio mtajua mtalimaliza vipi kwa upande wenu na upande wa wanafunzi. Barakallahu fikum. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallim ala rasulil karim, wa ba'd. Kwanza kabla ya kutoa nafasi hii kwa wanafunzi, niseme machache niaba ya walimu wengine, lakini pia vile vile niaba ya mashekhe zetu, wazee wetu, walezi wetu. Kwa kweli jumuiya hii ya Manukato tunaona tu juhudi zao huko mpaka hapa nilipofikia. Kwa kweli mmejitangaza sana, na walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala katika kututhibitishia hili leo mupo pamoja na sisi katika kituo chetu hiki. Mimi niseme tu kwa niaba ya walimu wengine wote, bali kwa niaba ya Daru kwa ujumla, tunashukuru sana na tunaombea dua Allah subhanahu wa ta'ala atithabati katika jambo hili, alidumishi. Kwa kweli hiki mlichokifanya si kidogo. Mwenye kufanywa wema alafu akaona ni mdogo, hii ni sifa ya wanafiki ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kuwazungumzia wao, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhara Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Kwa hiyo hatuwezi tukadharau kile ambacho leo hii umekitanguliza kwetu. Tunashukuru, ni kikubwa. Asiyeshukuru kidogo basi vile vile hata kilitoa kikubwa hatakiona kuwa ni kikubwa. Kwa kweli tunashukuru sana. Na hii ndio dini ya Kiislamu, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akitoa taarifu ya wema akasema albirru husnul khuluq. Wema ni nini? Ni tabia nzuri. Lakini hata ukiangalia pia vile vile akthar ma yudkhilu an-nas al-janna taqwa Allah wa husnul khuluq. Jambo ambalo litawaingiza watu peponi kwa wingi kwa asilimia kubwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia vile vile na kufanya wema. Na huu ni katika wema, wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Alhamdulillah wallah, nasallallahu tabaraka wa ta'ala athabata fi amrikum. Allahumma barik lana wa lakum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Lakini pia kama ambavyo nilivyopewa mwongozo huu, ni vizuri tukapata mmoja katika wanafunzi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Karibuni sana wageni wetu. Tumefurahi sana kwa kuona kwenu na tunawashukuru sana kwa ukarimu wenu. Alhamdulillah, mmeanza kwa nasaha nyingi sana. Tunaahidi insha Allah tutazifanyia kazi.
Tumeona mengi kwa mlezi wa manukato. Ametupa nasaha zilizokuwa nyingi tena kubwa, hasa kwa wanafunzi. Alhamdulillah, mashallah, Allah mbariki mlezi wa manukato. Kawa mlezi wetu kwa dakika chache tu hizi hapa. Kaingia Darul Ulumi na akawa mlezi kwa An-Niswa Darul Ulumi. Warabu wanasema al-qalili min al-khalili jalil. Wallah, hiki ni kingi sana kwetu sisi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tunaomba Allah awajalie hichi mlichotupatia kiwe katika mizani yenu ya hasanati, na sisi pia ambao tutakipokea kitu hiki tusichoke kuombea, kwa sababu yule ambaye atakufanyia wema utakaposhindwa kumlipa, basi muombe dua. Tunawashukuru sana kwa hichi mlichotufanyia. Bila shaka mmetuona kwa tuna uhitaji na tunakipokea kitu hiki kwa kuonesha uhitaji. Tahaddu tahabu, wallah, ni mahaba kununyi kwetu sisi. Tunawashukuru sana. Allah waripe khairi. Allah ajalieni katika mizani yenu ya hasanati. Allah atulipe sote. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sasa ni mshika fedha lakini pia dai na mzee wa nuru ya familia al-akhi Ustadhi Ali Ibn Omar. Neno moja kwa dakika moja ama sekunde 50 kwa ajili ya kutoa shukurani sisi kwa upande wetu, na kwa hakika tumepokea yale mlioyasema. Sheikh Mubarak ameongea maneno makubwa. Allah ajalie dua zake kwetu na kwetu sote ambazo ameweza kuziomba ziwe ni zenye kukubaliwa. Lakini pia mwanafunzi ambaye ameweza kunena amenena vizuri mno, na hili linadhihirisha yale ambayo yanafanywa na fadhilatu Sheikh Ali ibn Zubair, Allah muhifadhi, lakini Sheikh Ali ibn Karubuto, Allah muhifadhi, na mashekhe wote ambao wanasimamia juhudi hizi, Allah azidi kuwahifadhi. Inaonyesha wazi kwamba wanapandikiza vitu ambavyo vitakuwa ni venye kumea katika dunia hii na vitasababisha kuweza kueneza tabia zilizokuwa njema na juhudi zilizokuwa bora kabisa. Kwa hiyo kwa sasa Sheikh Ali atazungumza kwa upande wa wana manukato na aweze kutumalizia, na kisha tutamaliza kwa dua insha. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada za khairi mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na uchukua muda huu mchache niliopewa kwa ajili ya kuwapongeza kwanza nyinyi wenyeji wetu kwa mapokezi yenu makubwa ambao mmetuonyesha na mmetuandalia mpaka sehemu ambayo tumefikia. Alhamdulillah, hili ni kubwa, sababu mgeni unapoandaliwa pahala pa kufikia, basi ujue umethaminiwa. Kutokana na mlivyotuthamini, Allah walipe inshallah. Na vile vile mimi nitaongeza kidogo kitu ambacho amezungumzia Sheikh Ndungo, mlezi wetu. Kama ulikuwa umekuja kusoma, kuna nia ulikuwa nayo, hiyo nia sio nzuri, uibadilishe. Sababu nia utakayoisomea ndio nia utakayoondoka nayo. Yani chukua hivyo. Yani ile nia ulokuwa umeitoka nayo huko, ukija nayo hapa, ukiichukua ile nia, basi na kuibadilisha ikawa nia nzuri kama alivyoeleza mlezi, basi utakuwa umekula hasara. Maana utaondoka nayo hiyo hiyo. Tumefahamiana eh? Kwa hiyo uchukueni ujumbe wa Sheikh Ndungo na muufanyie kazi. Sisi tuseme kama wana manukato, tunashukuru sana kwa mapokezi yenu, na vile vile hatuna la ziada, bali naona tumchague Sheikh wetu Ndungo hapa, labda tuombee dua ili tuweze kutawanyika. Naona magharibi pia imeshakushaingia tayari.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا كل مما نريد وناجينا من كل مما نخاف بفضلك يا لطيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.